Mimi naitwa Prince George Mtengeti, ni mwenyekiti wa kijiji cha Chomvu ambacho ndicho kijiji anachotoka Mheshimiwa hayati David Cleopa Msuya. Mimi nimekuwa ni mwenyekiti wake wa kijiji, kwa hiyo namfahamu kwa mambo mengi, na nishukuru Mwenyezi Mungu kwamba mara nyingi akija lazima nitafute, atume usaidizi wake, nije tuonane, hasa tukiongelea mambo mengi yanayohusu kijiji na maendeleo ya kata yetu ya Chomvu kwa ujumla. Kwa hiyo nimekuwa na muda mrefu wa kukaa naye karibu. Lakini kubwa zaidi ambalo nataka nilisemee na nalikumbuka ni hili la habari ya ujenzi wetu wa kituo cha afya cha kata ya Chomvu, ambacho muasisi wa kituo hicho ni yeye. Sasa tarehe 17 ya mwezi wa 4 alituita pale kwake, nilienda na wenye viti wenzangu wa vijiji cha Mshewa, Kimbale na mimi Chomvu. Basi akaomba tumpe mipango yetu kwamba hicho kituo tunakijenga vipi kwa haraka, maana alikuwa anatamani apate huduma hapa karibu na nyumbani. Mimi nilikuwa mwenyekiti wake kabla hajafariki, mpaka sasa ni mwenyekiti wa kijiji. Kwa kweli alikuwa ni mtu mwenye kupenda maendeleo, na ukifika nyumbani kwake mambo ambayo mtakuwa mnaongea ni mambo ya maendeleo, elimu, watu wanapataje maendeleo, huduma kama maji na mambo kadha wa kadha. Kwa hiyo yeye ilikuwa huwezi kufika pale kwake mkaanza kufanya bla bla. Yeye lazima ukifika ujipange kujibu hoja hasa za maendeleo. Nakumbuka tarehe 17 tulipofika pale, wakati tunaongea naye, ile tumefingia tu tunamsalimia, Mheshimiwa Baba wa Mwanga, unaendeleaje na nini, akasema kwa kweli hali ya afya yangu si nzuri sana, hairidhishi sana. Lakini akanitania kidogo, akaniambia, Mheshimiwa mwenyekiti, sasa mimi unajua nakimbilia kuingia 95. Nikamwambia, Mheshimiwa hongera sana. Basi tukaongea, lakini kwa kweli alisema afya yake haiko nzuri sana. Hilo alituambia tukiwa na wenzangu pale. Hapana, kwa kweli, kwa sababu hatukumuona sisi kama yuko kwenye afya hatarishi kwamba inaweza ikagharimu maisha yake. Na alituahidi kwamba anaondoka tarehe 28 ya mwezi ule wa 4, lakini mwezi wa 5 huu angerudi hapa kwa ajili ya kuangalia mambo yetu hayo ya ujenzi wa kituo chetu cha afya. Aliwaahidi kwamba atakuja. Yes, tena alisema akienda Dar es Salaam ataangalia zaidi ya ile milioni 2 aliyotupatia. Alituahidi kwamba angeongeza hela nyingine, angeona kwamba anaongeza shilingi ngapi, na ajaribu kuomba tena marafiki zake wengine kwamba watasaidiaje kusukuma huo ujenzi wa kituo chetu cha afya. Nimekuta jina mnamuita Baba wa Mwanga. Kwa nini? Tumemuita jina hilo Baba wa Mwanga kwa sababu unajua yeye ndio muasisi wa wilaya hii ya Mwanga. Kwa hiyo alivyokaa na mambo yake mengi aliyoyafanya hapa Mwanga, sasa wakati ule wa kustaafu tukaomba kwamba basi tumpe hiyo heshima ya Baba wa Mwanga kama mmoja wa waasisi wa wilaya hii ya Mwanga. Misiba yote Mheshimiwa Baba wa Mwanga kama alikuwepo hapa lazima ahudhurie. Ilikuwa ni kitu muhimu kwake, na nikwambie, Mheshimiwa Baba wa Mwanga alikuwa ni kiongozi wa watu. Na mwandishi wa habari, kama uliona kwenye ufunguzi wa ule mradi mkubwa wa maji ule wa Mwanga Same Tanga, pamoja na kwamba alikuwa ni mzee anatembea na kitimwendo, lakini akili yake bado ilikuwa kwa ajili ya wananchi. Si kwa ajili yake kama mzee kwamba amestaafu basi akae nyumbani, hapana. Yaani hakuchoka kufanya kazi mpaka umauti umemfika. Yeye bado alikuwa anahudumia wananchi, tena bila kujali eneo kwamba huyu ni wa wilaya yangu au ni wa kijiji changu au yeye wananchi kwake ilikuwa ndio kipaumbele chake. Amen. Lakini Mheshimiwa hayati Msuya, yeye ndiye mwananchi wa kwanza kutuwekea shilingi milioni 2 kwenye akaunti ya ujenzi huo wa kituo chetu cha afya. Na mzee huyu
niseme kwamba kwa kweli kituo hiki kilikuwa kwenye nani, ilikuwa yani ni kitu ambacho anakisukuma, kwa sababu ana rafiki yake anaishi pale Dar es Salaam, anaitwa Mubaraka Said Mubaraka, anaishi pale Kariakoo. Basi akamwambia, bwana, mwezi huu wa Ramadhani umeisha, nataka nikupe Idi Mubaraka kidogo. Akamwambia, sawa mheshimiwa, nakubali kupokea Idi Mubaraka, lakini ni kambuzi unaniletea au ni kitu gani bwana? Maana kule kijijini kwangu nina kituo changu cha afya, ningetamani ukanisaidia, tukatia nguvu kule kuwasaidia wananchi ambao wanafanya kazi hizi kwa juhudi zao. Basi ule mzee Mubarak Said akampa shilingi milioni 5 na tukamtumia akaunti namba yetu, akaiweka pale shilingi milioni 5. Kwa kweli niseme kwamba mzee ametusaidia mengi na tutamkumbuka kwa mengi. Na sisi wengine viongozi hawa wa nini tumekuwa tukifika kwake mara kwa mara kuchota hekima, busara na maono yake. Kwa kweli tumepata baraka nyingi kwa mzee huyu. Kwa hiyo kwa kweli kwa kwetu sisi ni pigo kubwa. Lakini katika hali hii ya ujenzi wetu wa kituo cha afya, nitakuwa mgumu wa fadhila kama sitamzungumza mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Nurdin Babu, ambaye alifanya mkutano siku moja karibu na eneo letu lile, na tukamweleza Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunataka tujenge kituo cha afya hapa, unatusaidiaje? Sasa yeye na msafara wake walituchangia walituchangia mifuko 100 ya simenti, ambayo ndio kilikuwa kianzio sasa cha kutengeneza ile foundation ambayo ndio kazi tunayoendelea nayo. Kwa hiyo nihimize wananchi wenzangu wa Chomvu, wakati hii ya Chomvu, tuendelee kuchangia, kwa sababu ile ndio alama ya mwisho ya Mheshimiwa Baba wa Mwanga ambayo ametuachia. Sasa na sisi tuiendeleze, tuikamilishe, na nafikiri hili litakuwa ni moja ya jambo muhimu la kumwenzi Mheshimiwa Cleopa Msuya. Wewe ulikuwa mwenyekiti wake, alikuwa ni mwananchi wa namna gani? Lakini labda wito wangu kwa viongozi wangu wakubwa wa serikali, kwa sababu tumeongea hii habari ya kituo cha afya kwamba ndio alama ya mwisho ya Mheshimiwa Baba wa Mwanga hayati Cleopa Msuya, basi ikiwapendeza waone namna gani na wao watatia nguvu kuona kituo hiki kinaenda kwa haraka na kinakamilika. Kwa sababu nakumbuka tarehe hiyo 17 nayokuambia, alituambia, jamani, natamani kituo hiki kikamilike, ninywe hata paracetamol hapa. Kwa hiyo nafikiri tukakazana haya matamanio yake yakakamilika, itakuwa ni njia moja ya kumwenzi, na inawezekana, mimi sijui sana, lakini labda huko aliko akafarijika kwamba kile alichokianzisha basi hawa aliowaacha wamekamilisha.